Naitwa Mwalimu Julius Mabula, Katibu Mkuu wa Chama cha Walimu na Wafanyakazi wa Shule Zisizo za Serikali Tanzania TPTU. Agenda kuu kwa siku ya leo tumeitana kuzungumza jambo lifuatalo: changamoto na vikwazo kwenye uwekezaji wa sekta binafsi nchini, mazingira ya ajira kwa wafanyakazi wa sekta binafsi nchini ndiyo matokeo ya mzigo wa ajira kwa serikali. Kutokana na hoja au agenda kuu hiyo, itazaa kitu ambacho nitakizungumza hapa. Kwanza nizungumze wazi kwamba kwa nini tunazungumza hiyo hoja, kwamba changamoto na vikwazo kwenye uwekezaji wa sekta binafsi hapa nchini, mazingira ya ajira kwa wafanyakazi wa sekta binafsi nchini ndiyo matokeo ya mzigo wa ajira kwa serikali yetu. Mbele ya safari kwenye hotuba nitafafanua kwa kina, lakini ni muhimu mkajua kwamba siku za hivi karibuni kumetokea na vuguvugu kubwa la walimu wenzetu wasiokuwa na ajira. Nitaligusia pia kwa kina kwa siku ya leo. Kwa hiyo agenda yetu hiyo inazaa agenda nyingine kuu ambayo tumekusudia pia tuiguse kwa mapana sana kwa siku ya leo. Agenda kuu iliyo tukusanya hapa ni hiyo ambayo nimezungumzia kwa leo, pamoja na hii ambayo inayohusu vuguvugu linaloendeshwa kwa sasa na Umoja wa Walimu Wasio na Ajira Tanzania, NETO. NETO ni kifupi cha maneno ya Kiingereza ambacho ni Non-Employed Teachers Organization, na Umoja wa Vijana Wasio na Ajira Tanzania, UYAM. Hii ni Unemployed Youth Allied Movement. Hizi ni movement ambazo wanaziendesha wasomi wa nchi hii, na mimi hata nyewe mmeona kwenye mitandao. Lakini hawa NETO wamefanikiwa kukutana na mawaziri, wakutana na waziri Simbachawene, wakazungumza na kuwasilisha mambo yao. Lakini baada ya kuwasilisha, wameibuka tena wenzao wakiwatuhumu kwamba hawa ni wasaliti, wamelamba asali. Kwa hiyo kuna NETO nyingine inaitwa NETO Memo, kwa maana ya NETO Members Movement, kwamba hawaamini hawa ambao waliokutana na serikali. Hawa UYAM bado sijaona wakizungumza na serikali, lakini mtandaoni wapo. Sasa UYAM ni vijana wasiokuwa na ajira wa taaluma mbalimbali. Yamkini hata nyewe wanaonesha bali mmo kwenye hii UYAM. Lakini hawa NETO ni walimu tu ambao hawajaajiriwa, kuanzia cheti, diploma mpaka degree. Sasa naomba katika kuzungumza kwa umma na Watanzania kwa ujumla swala hili, nitalazimika kufafanua mambo yafuatayo. Moja, swala hili lina uhusiano gani na chama cha TPTU? Yaani kwa nini mpaka swala niligusia kwa siku ya leo, kwamba lina uhusiano gani mambo ya NETO na mambo ya UYAM? Naomba nizungumze kwa ufasaha sana, kwamba nimeanza na moja hiyo. Moja ni kwamba ni muhimu, hawa ni walimu wenzetu, ni vijana wenzetu, wasomi wenzetu. Lakini binafsi mimi ninaogopa sana movement za wasomi. Movement za wasomi wenye njaa ndio movement mbaya. Kwa hiyo sisi kama viongozi wa chama cha TPTU ambao tunahusika na walimu, NETO na kwa namna nyingine ambayo wenyewe mliofuatilia, baadhi yao ni walimu ambao kwenye shule za private. Lakini hata kama wasingekuwa kwenye shule za private, ni walimu wenzetu. Kwa hiyo sisi kama chama cha wafanyakazi, hawa ni wanachama wetu watarajiwa. Leo au kesho wakipata ajira, tutawafuata tuwaombe kuwa wanachama. Hatuwezi kuwaacha msiba huu kawa kwao. Tutakuwa watu ambao ni mamwende wazimu na hatuna utu kabisa, kwamba wanahangaikia hizi fursa za ajira, tukawatekeleza kwamba watajijua wenyewe. Mwisho wa siku wakipata ajira, watajua sisi tuliteseka kuomba hizi ajira. Nyie kama vyama mnakuja kufanya nini? Kwa hiyo mimi naomba tumtoe wito kwa vyama vyote vya wafanyakazi nchini kuungana na hawa wadau, kuishauri serikali panapowezekana, kama tunavyofanya sisi kwa siku ya leo, panapowezekana, ili waweze kupata mahitaji ambayo wanayahitaji. Kwa hiyo movement za wasomi ni mbaya. Kwa hiyo ni movement ambazo lazima tuziendee kwa busara kubwa, umakini mkubwa, tuishauri serikali na wao tuwashauri, ili mwisho wa siku waweze kupata haki yao. Kwa hiyo uhusiano wa kulizungumzia hilo, kama sisi kama TPTU, ni walimu wenzetu na baadhi yao kwenye shule za private, na nimeona kwenye malalamiko yao ambao walikuwa wanazungumza mateso ambao wameyapitia. Lakini mbili, lina athari gani kwa nchi? Hili swala lina athari gani kwa nchi na serikali ichukue hatua gani? Nimesema mwanzo kwamba hizi movement za hizi taasisi mbili, UYAM na NETO, zina athari kwenye nchi yetu, kwa sababu ni movement za wasomi. Sasa wasomi wenye njaa, hatujui sasa unajipanga kuendesha movement kwa kutumia njia zipi.
lakini ni movement ya watu waliosoma, movement ya watu wenye njaa. Kwa hiyo ni muhimu kama sehemu ya kushauri serikali, ni muhimu serikali wakachukua hatua za makusudi kuweza kulimaliza hili. Na sisi kwa siku leo tutawashauri kama chama cha walimu wa shule za private namna ya kufanya ili kuweza kulimaliza hili. Lakini kiufupi ni kwamba lina athari. Tatu, nani mwajiri mkuu katika mataifa mbalimbali ambayo yameendelea duniani kote, na upi ni wajibu wa serikali kwa mwajiri mkuu? Naomba nizungumze hili kwa kama sehemu ya tatu ya hotuba yangu hii kwa siku ya leo, kwamba kwenye nchi yetu nani ambaye ni mwajiri mkuu. Na sio nchi yetu tu, hii ni mataifa yote yaliyoendelea na ambayo hajaendelea. Serikali peke yake hawezi kutatua changamoto ya ajira, ni uongo. Mwajiri mkuu taifa lote lile ni sekta binafsi. Huyo ndio mwajiri mkuu. Taifa lote lile, iwe Marekani, hakuna nchi yote duniani kote ambayo imeweza kufaulu kutoa ajira kwa wasomi wake wote, ni uongo. Kwa hiyo tutadanganyana bure. Sasa mwajiri mkuu taifa lote lile ni sekta binafsi. Huyo ndio tunayemuona kwamba huyu sasa ndo mwajiri mkuu na ana uwezo wa kutoa ajira. Serikali ana wajibu gani? Ninapozungumza sekta binafsi, na nitakopa maneno ya wasomi. Nitakopa maneno ya msomi Dr. Rwakalenda Bagonza, huyu baba askofu, nitakopa maneno yake. Nitakopa maneno ya Profesa Anna Tibaijuka, amezungumza kuhusu hili. Serikali wana wajibu mkubwa kwa sekta binafsi kwenye mambo mawili. La kwanza, kuweka mazingira wezeshi kwa wawekezaji. Mimi nitazungumzia wawekezaji wazawa tu. Mazingira wezeshi kwa wawekezaji wazawa. Kwa nini wazungumzia wazawa? Baba Askofu Bagonza amesema kwenye hotuba yake ni kwamba nchi yetu inapendelea sana wawekezaji wageni ambao hawana impact yoyote kwenye swala la kutatua ajira. Wageni wanakuja kuwekeza, wanapewa maeneo bure. Sio mimi, ni maneno ya Bagonza. Amesema hicho kwenye hotuba yake kwamba wageni wakiingia hapa anapewa eneo bure, anawekeza, anasamehewa kodi miaka nenda rudi 10, 20. Sasa hatuwezi kuendekeza wawekezaji wa namna hiyo ambao wanakuja kupewa maeneo yetu bure, halafu wanawekeza na kodi hawalipi. Wawekezaji wa namna hiyo ni mzigo kwa taifa, na kwa sababu hawawezi kuzalisha ajira. Lakini cha pili, kwa sekta binafsi, serikali anao wajibu wa hili eneo baada ya kufacilitate haya mazingira, ana wajibu wa kusimamia ustawi wa wafanyakazi hao wanaoajiriwa kule. Unajua shida ndio kubwa kwenye nchi yetu sasa hivi. Kwenye private sector wawekezaji wana shida, baadaye tutazungumza kwa kina. Wawekezaji wana shida na waajiriwa wana shida, na huo ndio ukweli kabisa. Ajira za sekta binafsi sio tu kwa walimu, mpaka kwa waandishi wa habari, hazijakidhi matakwa ya kuitwa ajira. Ni ajira ambazo hazijakidhi matamanio ya wasomi wa nchi hii, na ndio maana ndoto ya msomi wa nchi hii ni kuajiriwa na serikali. Na nimesema kule mwanzo, hatuwezi kuwa na nchi ya namna hiyo, na hakuna nchi ambayo inaweza kumudu kutoa ajira kwa wasomi wake wote, kwa sababu hizi ajira zina changamoto nyingi. Tutaona kule mbele ya hotuba yangu, zina changamoto nyingi, na wawekezaji wanalia na changamoto nyingi. Na changamoto za wawekezaji nyingi ni hizo tozo, kodi, ada, michango kaza wa kaza ambazo zinaathiri na kuua uwekezaji wao. Profesa Anna Tibaijuka anasema kwamba ndiyo VETA ni muhimu sana, kwamba VETA ni muhimu sana kama sasa hivi ambao ni sera ya serikali. Naona mawaziri, waziri mkuu na serikali kwa ujumla wanahubiri VETA, wasome ambao wamehitimu degree waende kujiendeleza VETA kama sehemu ya kutatua tatizo la ajira. Kwa hiyo ukiona serikali yenyewe wanafanya haya mambo, ujue kweli fursa za ajira ni chache. Sasa Tibaijuka anasema kwamba VETA peke yake haitoshi. Kwa hiyo kinachotuhitaji hapa ni sisi kuwapa kipaumbele wazawa kwenye nchi yetu, lakini pia kuweka mazingira wezeshi kwa mwajiri na waajiriwa. Namba 4, naomba nizungumze hii namba 4 kwamba hali na mazingira ya mwajiri mkuu kwenye nchi yetu. Nimesema mwajiri mkuu ni huyu sekta binafsi. Hali na mazingira ya huyu mwajiri, ni wazi kwamba hali na mazingira ya huyu mwajiri ni mbaya sana. Sitaki kumunya maneno kwenye hilo. Huyu ambaye ni sekta binafsi ambayo tunamtegemea yeye mwajiri mkuu, hali yake ni mbaya sana. Wawekezaji wengi wanalia, mitaji inakufa, wanalalamika tozo nyingi, ada nyingi, michango mingi, kodi nyingi. Kwa hiyo inafika sasa hatua wanasema hatutaweza kuboresha maslahi ya wafanyakazi kwa sababu tunatozwa kodi nyingi na serikali. Na hama hiyo hoja naenda hali na mazingira ya mwajiriwa wa sekta binafsi katika nchi yetu. Huyo ana hali mbaya sana. Mfanyakazi yoyote wa private sector kwenye Tanzania ana hali mbaya sana. Niongeze sana nyingine ya pili.
Ninaposema sekta binafsi inamaanisha taasisi zote ambazo sio za kiserikali, mkiwemo na nyinyi waandishi wa habari, na nyinyi mmeajiriwa na private sector. Kwa hiyo hali ya waajiriwa wetu wakiwemo walimu wa shule za private na sehemu mbalimbali, viwandani, kwenye makampuni, kwenye NGO, hali ya hizi ajira ni mbaya, kwa sababu ni ajira ambazo hazizingatii matakwa ya kisheria. Watu wanafanya kazi bila mikataba, sheria za kazi hazifuatwi, mishahara inalipa kwa shida, yani mishahara ni hatabu kweli kweli. Wengine wanajurumiwa malipo. Kule mbele ya hotuba yangu haya mambo nitazungumza kwa kina sana. Eneo ambalo nitaenda kuhitimisha hotuba yangu ni hii kwamba nini kifanyike kama sehemu ya kutatua tatizo hili kama nchi sasa, kwamba nini kifanyike sisi kama chama kwa kuangalia hali ilivyo ya wasomi wetu na namna tulivyoanza kuunda hizi taasisi za kudai haki zao. Ni muhimu kama nchi na sisi kama wasomi wa nchi hii na kama vyama makili vya wafanyakazi, ni muhimu tukasimama kuzungumza na tukaishauri serikali. Moja, serikali ipe kipaumbele namba 1 sekta binafsi nchini na kuweka mazingira wezeshi kwa wawekezaji wazawa. Tunaona hii ni hoja ya msingi sana. Hakuna namna ambayo serikali inaweza kufanya tukatatua kwa haraka changamoto ya ukosefu wa ajira nchini. Hakuna namna. Kwa hiyo namna pekee ni serikali kuipa kipaumbele sekta binafsi. Namba 2, serikali iondoe vikwazo vyote vinavyopelekea kuhatarisha uhai wa uwekezaji kwa wawekezaji hasa wazawa. Mimi nalia na wazawa kwa sababu hawa ndio wawekezaji wanaoweza kuwekeza na kulipa kodi. Wawekezaji wa wageni tumeambiwa na Baba Askofu Bagonza kwamba hawa waga hatulipi kodi, wanapata msamaha ya kodi. Huku tuna rundo la vijana wasome ambao wanakosa ajira, wanahangaika. Sasa tunawashauri serikali kuondoa vikwazo vyote vinavyoweza kuhatarisha uhai na uwekezaji hasa kwa wawekezaji wazawa. Mathalan, sekta ya afya na elimu kuna mzigo mkubwa sana wa tozo, michango, ada na kodi zinazotozwa huko. Hali hii inaathiri sana wawekezaji na uwekezaji wao na uwekezaji wao, ikiwemo kuathiri na maslahi ya wafanyakazi. Tunapendekeza kufutwa kwa tozo, michango, ada na kodi zote, au kuangalia namna nyingine bora zaidi ya utozaji wa kodi hizo. Mathalan, kwenye sekta ya elimu ni muhimu kuainisha ni ada kiasi gani ikitozwa na shule hiyo istahili kutozwa kodi, na ada kiasi gani ikitozwa na shule hiyo istahili kutozwa kodi. Nimetoa mfano kwenye sekta ya afya, lakini ninazungumzia in general. Naomba niwapitishe tu kwa haraka kwenye sekta ya elimu, shule za binafsi. Mpaka naingia hapa nilikuwa naambiwa sasa kodi, tozo, ada na michango inayotoka kwenye shule za binafsi mpaka sasa zinafikia 23. Yaani kutoka kwenye chanzo kimoja cha kodi, serikali wanatoza kodi 23. Chanzo kimoja. Halafu utegemee huyu aajiri mtu atoe ajira inayostahili. Ni hali ngumu sana. Jambo jingine, serikali wahamasishe uwekezaji nchini. Yaani kama tulivyofanya kampeni ya Royal Tour ya Mama Samia kule Marekani, kama tulivyofanya kampeni ya Senza na kampeni zingine zote, kwa sasa kwa hali ilivyo, kuna haja ya kufanya uhamasishaji mkubwa. Watu wenye hela zao wapo, lakini wanakosa wawekeze wapi? Wakiwekeza wanafuatwa. Na kama maneno ya Baba Askofu Bagonza anasema, yani nchi hiyo kitabu wajue migambo wa jiji, wajue TRA, wajue sio OSHA, wajue nani, wekeza tu. Weka tukajue kote, kakijue tu. Siku ya kwanza ya pili wapo. Serikali itumie ipasavyo sekta binafsi kupunguza pengo la ukosefu wa ajira. Ni muhimu. Huo ndio ushauri wetu kwamba serikali waitumie ipasavyo sekta binafsi. Namba 5, mimi naenda kumaliza. Kuelimishwa kwa wasomi wa taifa letu kuhusu swala la ajira nchini. Nimesema hapa na ni muhimu kama wasomi wetu na sisi tukiamua tukajua kwamba serikali sio mwajiri mkuu. Mwajiri mkuu ni sekta binafsi. Sekta binafsi atakuwa mwajiri mkuu pale anapoweka mazingira rafiki na wezeshi. Na sekta binafsi ili atoe ajira ambazo zinakidhi vigezo, ni muhimu asimamiwe kwenye hizo ajira.